Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Diamond Platnumz siku ya leo ameamua kufanya uamuzi mgumu juu ya mtoto wake Nilan baada tu ya majibu ya vipimo vya DNA kutoka na kudai kwamba mtoto Nilan sio mtoto wa msanii Diamond Platnumz. Hili swala la kwanza, mwanzoni kabisa Diamond alipomwambia Zari, naomba nifanye vipimo vya DNA kwa huyu mtoto Nilan, Zari alikuwa mkali sana. Zari alikuwa anakataa na kugoma, na alikuwa atamani kabisa mtoto wake Nilan aweze kufanyiwa vipimo vya DNA kwa sababu tu Zari tayari alikuwa anajua ukweli huyu mtoto sio wa msanii Diamond Platnumz, na inavyosemekana mtoto huyu ni mtoto wa marehemu mume wa Zari, Ivan, ambaye pia ni mwanaume ambaye alipata naye watoto hawa wakubwa watatu. Hivyo basi tuseme ni wanne, na tunaweza kusema marehemu Ivan alikuwa ana uzao wa kiume kwa asilimia kubwa sana. Watoto wote aliowaacha kwa Zari ni watoto wa kiume. Hivyo basi tunaweza kutafsiri kwamba mtoto ambaye Diamond amempata na Zari wa halali kabisa ni Tifa, lakini Nilan moja kwa moja vipimo vya DNA vimekataa sio mtoto wa msanii Diamond Platnumz. Baada ya Diamond kujua hilo sakata, aliweza kuiambia familia yake, Mama Dangote na wanafamilia wote kina Ricardo Momo, ili mradi tu waweze kufahamu hilo swala. Lakini familia kama familia ilikaa chini na kuanza kuchakata hili sakata na kuanza kuangalia inakuwaje, mbona Diamond na Zari kipindi hicho walikuwa pamoja, inakuwaje mtoto anakuwa wa nje? Ni kwamba Zari alichepuka na kwenda kwa ex wake ambaye ni marehemu Ivan na akapata ujauzito, alafu baadaye akamwambia Diamond, ni ujauzito wako au vipi? Au Zari mwenyewe na yeye pia alikuwa fahamu, alikuwa anashindwa kuelewa ni mimba ya huyu au ya huyu au namna gani vipi. Lakini pia kitu ambacho tunaweza kukisema ni kitu kikubwa sana ambacho Diamond leo ameweza kukizungumza juu ya maamuzi yake juu ya huyu mtoto. Kwanza kabisa Diamond kama Diamond ameweza kurekodi video akaposti katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anazungumza na kudai kwamba kitu ambacho yeye anakifahamu Nilan ni mtoto wake. Haijalishi hawajashare damu, lakini kitu ambacho yeye anakijua Nilan ni mtoto wake na ataendelea kuwa mtoto wake. Lakini pia Diamond Platnumz ameweza kuzungumza na kudai kwamba mwanamke ambaye hawezi kumsahau kwenye maisha yake na hichi kitu alichomfanyia ni Zari the Boss Lady. Zari bwana ni sawa, walikuwa wanapendana na Diamond, lakini hakuna kitu ambacho kinamuumiza mwanaume kama baadaye kuja kugundua mtoto sio kwako, alafu umeshamwangalia kwa muda wote huo na umeshamwekea uangalizi, umemlipia ada za shule, umemwangalia mavazi, umemgaramia kila kitu, alafu baadaye unagundua mtoto sio kwako. Diamond Platnumz ameweza kufanya maamuzi wa kiume na kudai kwamba Nilan ataendelea kubaki kuwa kama mtoto wake na hawezi kumtenga na ataendelea kumpenda kama mtoto wake, na wala hataki ushauri wa mtu yoyote kwa sababu tayari alikuwa ameshajengeneza upendo kati yake pamoja na Nilan. Lakini ukiachana na hayo yote, tayari Nilan anatumia jina la Diamond Platnumz shuleni, kila mahali, katika kadi zake, katika cheti chake cha kuzaliwa limeandikwa jina la Diamond Nasib. Sasa Diamond anakuambia siwezi kuvua ule ubaba ambao tayari nilishautengeneza kwa yule mtoto. Hili swala ni ugomvi wake pamoja na Zari na wala sio kwa mtoto. Mtoto yeye hana makosa na wala hatakiwi kufahamu kwa sasa hivi, kwa sababu huenda mtoto mkamchanganya na akajisikia vibaya kwamba kwa nini mimi, kwa nini Tifa awe mtoto wa Diamond, mimi siwe mtoto wa Diamond, na huku ukiangalia wote yule ni baba yetu, mtoto atajisikia vibaya. Hivyo Diamond hajataka mtoto wake ajisikie vibaya, ameweza kuzungumza tu hivyo kwa faida ya wale mashabiki zake ambao walikuwa wanajiuliza vipimo vya DNA vimetoka, itakuwaje sasa Nilan? Lakini kumbe Diamond yeye ana mpango mzuri kabisa wa kuendelea kumlea mtoto wake Nilan na wala hawezi kumtenga. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza, tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.